namtafuta Hidaya. Nani anakuambia Hidaya yuko wapi? Lakini ujue mimi ni mama yako. Nakujua vizuri. Tunarudi Dar es Salaam. Unasemaje? Basi huenda ikawa anasema kweli kwamba yuko kwa ndugu zake. Halo, mpenzi. Halo. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Ni chaguo rahisi. Fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au kukimbia. Kwa sababu muda hujaa. Ni rahisi kusahau. Kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Tuli mwanangu. Una matatizo gani? Hapana mama, niko sawa. Najua una mawazo kumuhusu Swebe, lakini hii imekuwa mbaya zaidi. Juzi tu umetoka kuniuliza kama Swebe alikuwa mwaminifu kwako. Una shida gani mwanangu? Ongea na mimi mama yako. Mama, nahisi Swebe alikuwa anatembea na Biroda. Mwake atakuwa kamuua. Unatoa wapi hayo maneno? Huo ujinga mwanangu umeutoa wapi? Ni kweli mama, Swebe alikuwa na mkufu wa mama yake. Na siku zote alikuwa anatembea nao kila sehemu. Hata kulala alikuwa analala nao shingoni. Sasa iweje Swebe aonekane afu mkufu anao Biroda? Shangazi. Bi. Nilichokisikia ni uhakika ndio hicho ama? Swebe nkilamba zaise. Amani hakuna tunahitaji, furaha hakuna tunahitaji. Karibu, karibu mtetezi, wewe ni muhimu sana kama maji. Acha mimi niweke baruani. Lakini mpenzi, sasa utasaje kufanya kazi ukiwa na hali hiyo? Ni kweli pale na wasaidizi manesi pale ni wananisaidia, lakini nimechoka kuendelea kudeka kama hivi. Nataka nirudi kazini. Alafu unajua wana kijiji bado wananihitaji. Nakuelewa. Pole. Usijali. Ida. Tafadhali rudi nyumbani kwako. Unajua hii bado ni hatari sana. Si unaelewa? Bwana ushangaa. Oya! Ndiye muone mwaumuni jamaa wako. Nimerudi anaweza kupigana tu. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Kutoka wapi huyu bunje? Mimi sijaja naye ubi mkubwa. Kaa kimya wewe. Kuna mchana, tunahitaji uhuru. Hidaya. Sasa hivi naomba utoke. Toka!
Unaenda wapi? Hidaya, toka ndani. Haraka. Wewe unangoja nini hapa? Unangoja nini hapa? Mimi ni mtu mzima Bunji. Sitaki kuuliza kinachoendelea wakati nimeona kwa macho yangu. Unataka nini mkazi? Nakutaka wewe Bunji. Nakutaka wewe. Jicho langu la ndani limekutazama kwa muda mrefu. Kiu ya mwili wangu juu yako inawasha moto kwenye moyo wangu. Bunji, ninachokitaka kwako ni kuliwazwa na nguvu ya ujana wako. Mara moja moja nikijisikia. Kama utakubaliana na hilo, basi wewe na Hidaya mtakuwa huru. Ikiwezekana hata nitawasaidia mweze kufunga ndoa. Bunji. Mkasi, naomba ondoke nyumbani kwangu kabla sijakuvunjia heshima. Ondoka nyumbani kwangu kabla sijakuvunjia heshima Mkasi. Ondoka nyumbani kwangu kabla sijakuvunjia heshima. Mbona unielewi ninachokizungumza Mkasi? Shua, hata uhai wangu hauna thamani kwa hii taarifa nikuletea hapa. Ni kitu gani hicho hili? Ndani umejipanga vizuri sana jibu. Na kuahidi ni lazima utalipia, lakini kwa sasa nitaanza na wale wapozi wote wasababisha kifo cha mwanangu. Hivi niulize, huyo Nditi yuko wapi? Toka amepeleka
Mzigo mjini hapatikani hata kwenye simu. Yuko polisi. Unamaanisha nini ukisema mwanangu yuko polisi? Nimemwadhibu. Kwa kosa gani? Ili kurekebisha uzembe wake. Akiwa tayari kubadilika, nitamtoa. Uko sahihi sana mama. Ukimaliza kunywa chai ndio unaenda kule na Tusa, si ndio? Tusa. Karibu mwanangu. Uko sawa? Kuna nini Tusa, unaumwa? Nini mwanangu? Baba anajisikia vibaya. Oh, pole mwanangu. Hawezi kutupeleka daktari. Tunaomba tupeleke wewe. Haina shida, nitawapeleka. Rusaja, kamletee mwenzio kikombe anywe chai. Tusa, niambie ukweli, kuna nini? Mama amenipiga tena baba. Basi mwanangu. Nitamani wewe ndo ungekuwa mama yangu. Basi mama, basi. Siwezi kukaa hapa. Uzee unachukua urembo wangu bila faida yoyote. Bella, mamako huyo. Mama, uko sawa kweli? Alafu kwa nini jana uliagiza nifungiwe ndani? Kwani kuna tatizo lolote? Mama. Bella, tupishe. Tupishe. Kasi. Wajua matendo yako yanazidi kunipa shaka. Sikuelewi. Hivi wewe kumweka Nditi ndani polisi, uoni kwamba unahatarisha familia nzima? Mwake. Nimekuambia kuanzia sasa sitaki ujishughulishe na chochote. Utakaa hapa ndani. Utakula na kunywa dawa na kulala mpaka pale utakapokuwa sawa. Ndio unajaribu kufanya nini? Unajaribu kufanya nini? Don't worry. I'm coming back. Sio na wasiwasi. Sitaki useme chochote. Utafanya kile nitakachokisema mimi. La sivyo watoto wako wote watajua kinachoendelea. Asante. Nashukuru sana.
Umefuata nini hapa Ida? Bunje, mimi nyumbani sina hata amani. Tafadhali naomba uniambie, Binkasi alikuwa anakuambia nini? Bunje, ukitaka nikae nyumbani na nitulie, kila kitu kiwe sawa, naomba uniambie kweli. Binkasi alikuwa anakuambia nini? Anataka mimi na yeye tuwe wapenzi ili aweze kukaa kimya. Gwamaka mdogo wangu, mbona unanitia aibu sana? Hivi wewe ni mwanamume wa aina gani? Dada, mimi ni mwanaume niliyekamilika. Tena nimekamilika kweli kweli. Kuna wakati natamani nijiite mwanaume na nusu. Lakini tatizo langu ni moja tu. Pesa dada. Na ukizingatia siku hizi hata mwanaume ungekuwaje, kama huna pesa sio mwanaume kamili. Huo ni ujinga unaoongea hapa mbele yangu. Na sitaki kusikia huo ujinga unaosema hapa. Kukosa pesa kwa mwanaume sio sababu ya mwanaume kuwa mjinga kama wewe. Gwamaka, nguvu ya kwanza ya mwanaume ni akili yake. Hata ukipata pesa kama huna akili haitokusaidia chochote. Yule si Sekela? Amefuata nini hapa? Huu ndio muda wa kumwamsha mbwa mwitu aliolala. Mbwa mwitu asisubiria mpaka mwezi uandame. Ni lazima tuwakumbushe. Kwa nini unaitwa Jigwa? Pesa zenu hizi hapo. Namtaka mwanangu. Niache. Hapa mnafsi wewe binti. Niache. Kuna nini? Nisamehe sana mzee, nilimzuia sana asiingie lakini amelazimisha. We toka. Sekela, unataka nini? Naona siku hizi unajaribu sana kupima hasira zangu, si ndio? Na kuuliza, unataka nini hapa kwangu? Mwanangu ametoroka nyumbani. Na yote haya chanzo ni wewe. Nataka umtafute mwanangu na umrejeshe nyumbani. La si hivyo utajutia sana. Yaani nitajutia au nimtafute mwanao au sivyo nitajutia? Lakini unajisikiza? Unajisikiza? Ni upumbavu gani unazungumza hapa? Toka chumbani kwangu. Mwake. Mtoli ni mtoto wako wa damu. Hivi wewe Sekela, umepata wapi ujasiri wa kuingia chumbani kwangu bila idhini yangu? Nakuuliza, umepata wapi ujasiri huo? Naomba utoke chumbani kwangu. Nimesema naomba utoke chumbani kwangu kabla simwambie mume wako hicho ulichokiropoka hapa. Usipomtafuta mwanangu na kumrudisha nyumbani, na kuhakikishia nitaambia kijiji chote kwamba ni damu yako. Binkasi huyo Bunje. Binkasi.
Bonji, Binka si huyu kweli? Hidaya, kifupi yani kwa sasa hali sio mzuri. Mimi na wewe sasa hivi inabidi tupeane muda kidogo, yani wa kukaa kimya na kukaa mbali. Lakini Bonji, mimi najua anachokitaka kwako hawezi kukipata. Lakini kama vipi akiokea? Akisema kwa mzee Mwake Mungu wangu. Bonji yule mzee atatuua. Sio na wasiwasi. Hivi unajua hata hicho kifanya ni kosa kubwa sana. Yaani kitendo cha kwanza kuniambia mimi mambo yote, maana hata yeye amejifunga. Kwa hata sisi tuna sehemu ya kumfungia, kwa kaa ukijua kwamba Nkasi hawezi kuongea chochote kwa Mwake. Unanielewa? Sio na wasiwasi. Usijali. Sawa. Lakini Hidaya, muda wangu wa mimi kukaa hapa kijijini unahesabika na umefika ukingoni. Muda wote naweza kuondoka, lakini siwezi kuondoka mpaka nifanye kilichonileta. Kwani una mpango gani? Ni nini tena? Muda ule Champo alikuwa ameniletea taarifa kwa sababu kuna mambo nilimtuma aweze kuyafuatilia. Sasa nikikamilisha yote hayo, nafikiri safari yangu itakuwa imeiva. Ila kabla sijaondoka, inabidi nionane na shangazi Tuli. Niweze kumweleza ukweli wa kwamba mimi ni mpwa wake. Yaani sitaki niondoke afu nina deni tena. Bonji, lakini kila kitu kikika sawa, si utaondoka na mimi? Baby, I want to go with you. Nakupenda sana Hidaya. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Najua kila kitu. Aliniambia wakati tulipomkamata Ntuli. Nkasi, wajua siku hizi unanificha mambo mingi sana. Umesahau kwamba wewe ndio mtu wangu wa karibu zaidi hapa nyumbani. Ila matendo yako yanazidi kunipa hisia mbaya kila siku. Kwanza hongera kwa mwanao wa 4. Halafu nataka utambue kwamba kila ninachokifanya sasa hivi nazingatia afya yako na maslahi ya familia yetu. Hivi nikuulize, kwa aliyetokea kule hotelini, hujakasirika? Karibu Kawetere, karibu Kawetere. Kawetere, Kawetere. Unasema nini wewe? Na ukija kuuliwa wewe utakuwa wa kwanza, kwa taarifa yako. Utakuwa wa pili. Wa kwanza atakuwa mjomba Swebe. Kana wewe utakuwa wa pili bro. Unasemaje?